Tunapenda watoto lakini hatupendi utoto. Picha za CCTV ziliweza kutolewa jana na ikabainika jinsi chanzo cha moto kilivyoanza katika shule ya wasichana ya upili ya Utumishi Girls ambayo iko katika kaunti ya Nakuru. Swali ni je, wale ni wanafunzi ama ni majambazi katika sare za wanafunzi? Ni swali ambalo limekuwa mjadala mkubwa sana katika taifa letu la Kenya, na ni swali ambalo limewasumbua wazazi, limewasumbua walimu, limewasumbua wanafunzi wengine, limewasumbua Wakenya kwa ujumla. Bwana, kama hujaweza kuiona hii clip, video hii hapa. Mtazamaji, tunaanza na taarifa ya kusikitisha ambapo picha za CCTV ambazo runinga ya Citizen imezipata zinaonyesha jinsi wanafunzi waliohusika na kuteketeza bweni katika shule ya wasichana ya Utumishi huko Gilgil walivyotekeleza uhalifu huo usiku wa Alhamis. Kulingana na wapelelezi wa DCI wanaongozwa na Martin Nyuguto, washukiwa 8 wamekamatwa akiwemo mshukiwa mkuu wa kisa hicho. Mwanahabari wetu Franklin Wala anatueleza yaliyomo kwenye kanda hiyo ya CCTV katika taarifa ifuatayo. Ni picha hizi za CCTV katika shule ya upili ya Utumishi huko Gilgil zinazochunguzwa na polisi na ambazo zimesababisha wanafunzi 8 wa shule hiyo kukamatwa kwa madai ya kuteketeza bweni la shule na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16. Picha hizo zinaonyesha wanafunzi 5 wakitembea kwenye bweni hilo la Melin Waithera mwendo wa saa 6:10 usiku. Wakati huu wenzao walikuwa wamelala wasijue kilichokuwa kikiendelea. Wanafunzi hao wanafika eneo linalotambulika kama Cube 11 na kusimama kwa muda mfupi huku wakishauriana. Mmoja wao anajaribu kuficha uso. Mkononi wamebeba champali zao. Dakika moja baadaye wanafunzi hao wananaswa kwenye video wakikimbia kuelekea upande wa kutoka nje ya bweni hilo, lakini kuna wanafunzi 2 ambao wanasalia nyuma wakiwa wamebeba kiberiti na mkoba mkononi. Wanafunzi hao wanawasha moto na kisha wanaondoka wakitembea bila wasiwasi wowote. Hatua chache kutoka hapo wanafika eneo lingine kwenye bweni hilo ambalo kulikuwa na matandiko na kuwasha moto tena. Baada ya kuhakikisha moto huo umeshika, washukiwa wanatembea na kutoka kwenye bweni hilo huku wakiwacha moto ukiendelea kusambaa huku wenzao wakiwa wamelala. Mwendo wa saa 6:13, moto ulionekana kuendelea kusambaa kwa kasi. Kuna baadhi ya wanafunzi waliogutushwa kutoka kwa usingizi na wanaonekana wakikimbilia usalama wao. Katika chini ya muda wa dakika 5, moto ulikuwa umesambaa na kuwa mkubwa. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa na kutoroka kutoka kwa bweni huku moto ukiendelea kusambaa na kuwafikia baadhi ya wanafunzi waliokuwa wamelala. Inaarifiwa washukiwa walitumia mafuta taa kuteketeza bweni hilo. Moto huo uliwashwa karibu na mlango wa kutoka na hivyo kuzuia baadhi ya wanafunzi kutoroka. Moto ulivyoendelea kusambaa, kuna wanafunzi waliokwama na kukosa namna ya kutoroka baada ya kupata mlango wa dharura umefungwa. Hapo mlangoni wanafunzi 10 waliteketea na kufariki na kisha wengine 6 kuteketea maeneo tofauti ya bweni hilo. Picha hizi za CCTV ni miongoni mwa ushahidi unaokaguliwa na makachero ambao wanaendelea kukusanya ushahidi zaidi. Imearifiwa kuwa jumla washukiwa 8 wamekamatwa kwa kuhusika na kisa hiki. Inauma sana. So hao wanafunzi 5 waliweza kuamka usiku. Wakaanza kutembea na wakatafuta mafuta na kiberiti. Wakaweza kuwateketeza wanafunzi wengine wakiwa ndani ya bweni. Swali langu ni je, haya mafuta hao wanafunzi waliyatoa wapi haya mafuta pamoja na kiberiti ambacho walikitumia kuweza kuwasha huu moto? Ni swali zito sana ambalo linastahili majibu. Does it mean ya kwamba wanafunzi kwenye shule zetu kwenye karne hii wanaweza wakapanga siri na ikawa siri
mpaka wakatekeleza mpango wa siri yao. Maana tunavyojua shule, alafu licha ya kuwa hawa watoto ni wadogo sana, inakuwaje wanakuwa na siri kama hii? Ina maana ya kwamba wanafunzi wengine kwenye ile shule hawakujua hiki kitendo kinaenda kutokea. Ina maana wanafunzi katika ile shule hawakujua kile ambacho kilikuwa kinaendelea ama kile ambacho kilikuwa kimepangwa. Tetesi katika mitandao inasema ya kwamba wanafunzi hawa walikuwa wamesha ripoti swala hili kwa walimu, lakini walimu walikuwa walimu walijizima data. Walimu walijizima data kabisa. Hawakutaka kujua ni nini ambacho hao wanafunzi, hawakutaka kutega sikio kusikia ni nini ambacho hao wanafunzi walikuwa wakiwaambia. Na kama ni kweli walimu waliambiwa kuhusu hili tukio na wakapuuza, then they should be held responsible for this. Swali la pili. Tunajua ya kwamba shule zetu huwa zina matrons ambao huwa wako ndani ya hizi cubes, ambao wana monitor mienendo ya hawa wanafunzi wakiwa kwenye hizi cubes. Kama matron walikuwepo kwenye hizi shule, where were they? Ama yeye alikuwa wapi? Aliyekuwa katika hii cube, ambaye alikuwa anasimamia hii cube ambayo tunaiona hapa kwenye kanda ya CCTV, walikuwa wako wapi? Na kama sio hivyo, swali ni je, hao wanafunzi huwa wanalala peke yao bila uangalizi ama kama hawapo chini ya ulinzi wowote? Ina maana wanafunzi wanajilinda, wanafunzi wanakaa peke yao masaa ya usiku. Nobody is there to take care of the children or to monitor the children. Walikuwa wanafanya nini usiku? Swali lingine ni je, hii shule haina walinzi? Licha ya kuwa ni shule ya utumishi, shule ya kitaifa, unataka kuniambia kwamba hii shule haikukuwa na walinzi wengine wowote wa kuona kwamba kulikuwa na wanafunzi ambao walikuwa masaa ya kulala hawalali, ila walikuwa wanazunguka? Hakukuwa na mlinzi yoyote wa kuuliza haya maswali? Ni swala la kutamausha sana, na ni swala ambalo linahitaji majibu mengi sana. Inauma sana wazazi waliowapoteza watoto wao kuweza kuona chanzo cha kuwapoteza watoto wao ikiwa ni swala moja la kizembe sana. It is so painful and it is so heartening. Umemlea mtoto, umemsomesha kwa shule ya msingi, umempeleka kwa shule ya sekondari. Unatarajia kwamba mtoto wako atakuja kuwa na maisha mazuri baadaye. Alafu ghafla bin vu unasikia kwamba maisha yake yamekatizwa kwa masuala ya kipuzi, masuala ya kipumbavu, eti kisa maana ni mtoto mwenzake amefanya upuuzi kama huu. Hawa si watoto, hawa si wanafunzi, hawa ni majambazi tu. It is so painful. It is so painful, my dear. Hebu jichukue katika kiatu cha huyu mzazi ambaye amempoteza mtoto wake. Jichukue kwa huyu relative ambaye amempoteza mpendwa wake. Wanahisi vipi? And it's high time now. Hawa wanafunzi 5 wanapaswa kuchukuliwa hatua kali sana za kisheria. These are not kids now. These are not kids. Hawa ni majambazi kabisa ambao wamevalia sare tu za kiwanafunzi. It is so bad. Inakuwaje kwa wazazi wa wanafunzi kama hawa? Inakuwaje kwa wazazi ambao wamewalea hao wanafunzi 5 ambao waliiteketeza shule? Wanasikiaje kwamba kuwaona watoto wao wamesababisha kifo cha watoto wengine? It is high time we talk about these things, kwa sababu hivi vitu ni vitu ambavyo vinajirudia tangu miaka nenda miaka rudi. Tunakuwa na visa vingi vya moto shuleni kwetu, kwa mashule yetu, na hatufanyi lolote kuhakikisha kwamba tunazuia hivi vitu ama tunazuia hivi visa.
Jana nilimwona waziri wa usalama wa Kipchumba Onesmus Murkomen akisema ya kwamba shule zote zinapaswa kuweka installations za CCTV. Ni sawa, tutaweka installations za CCTV. Kuweka installation ya CCTV kwenye shule ni kitu kingine, na kumonitor hizi CCTV ni kitu kingine pia. Kitu ambacho kinapaswa kufanyika ni kuweka CCTV na kuweka mtu wa kumonitor zile CCTV. Ndio vitu kama hivi vikitokea, tunakuwa na mtu wa kublame, tunakuwa na mtu wa kubwagia lawama. Na tukikuwa na mtu wa kumonitor hizi CCTV, at least we have somebody to tell us, ama vitu kama hivi vinaweza vikazuilika kwa rahisi sana, kwa sababu vitu kama hivi vinapotokea, unapokuwa kwenye CCTV room, unaona kila kinachoendelea kwenye shule na una uwezo wa kuweza kukisimamisha kile kitu ambacho kinataka, kama kisa kama hiki. Yes, the school had a CCTV. Hiyo CCTV imesaidia nini? Nobody to monitor the CCTV. Imesaidia nini? Baada ya kuwa wameshapotea wanafunzi, CCTV imesaidia nini? Sisi kuona tu kwamba wanafunzi waliungua kwa sababu hii na hii na hii na hii. The CCTV actually zinafaa kutumika ku prevent these incidents from happening. Tutawaambia nini wazazi ambao wamewapoteza watoto wao? Hizi jamii ambazo zimewapoteza wapendwa wao, tumewapoteza viongozi wangapi wa kesho? It is so painful. It is so painful. And Kenyans are looking upon kuona kwamba koti zetu zinaenda kutoa uamuzi wa namna gani kwa hawa wanafunzi 5 ambao waliweza kukitekeleza hiki kitendo. Inauma sana. It's really painful. How did these students get into school parameters with paraffin? Who gave them paraffin? Ina maana shule siku hizi hazina ulinzi? Ina maana siku hizi hakuna inspection wakati wanafunzi wanaingia shuleni? Mwanafunzi anatoa wapi kiberiti? Mwanafunzi anatoa wapi mafuta taa? Huwezi niambia mwanafunzi alienda akanunua mafuta taa akakuja akaingia nayo shule. Kuna mtu alimpa mwanafunzi haya mafuta. Ina maana wanafunzi siku hizi hawafanyiwi inspection kwenye mashule yetu? It is so heartening. Kuna mtu ambaye ametepetea kazini. Who is supposed to inspect these students wakiingia shuleni? Haya mafuta yalipatikanaje kwenye dormitory? Hawa wanafunzi walipataje? Waliyapatapataje haya mafuta? Walitokaje nje wakaleta mafuta? Unajua maswali ni mengi sana ambayo hayana majibu. Maswali ni mengi kuliko majibu. Hatuwezi tukafanya chochote kwa wale watu ambao wamewapoteza wapendwa wao. Lakini tunaweza kufanya kitu kwa ajili ya kuzuia maswala kama haya ama maafa kama haya kutokea ndani ya shule zetu. Hatuwezi kuwarudisha wapendwa wao, lakini we have to do something that is going to prevent this from happening again. It is so painful. Losing a child in school is so painful. Not even in school. Mahali popote pale ambapo umempeleka mtoto wako kwa ajili ya manufaa yake baadaye. Then manufaa yake nini? Manufaa yake ni kifo. Eti kwa sababu tu ni mwanafunzi mwingine ama ni mtoto mwenzake? No. The laws, lazima tuangalie hizi sheria pia. Mambo yamebadilika, mambo yamebadilika. Sijui maoni yako ni yepi. Mimi nasikia kichwa kimeniuma na nasikia baada ya kuona kanda hizi za picha za CCTV inauma sana. Inauma sana. Sijui maoni yako ni yepi Mkenya mwenzangu. Sijui maoni yako ni yepi mwanangu podcast.
naishiwa nguvu ya kuweza kusema tena, naishiwa nguvu ya kuendelea kuongea kwa sababu inauma. Ni upendo wa namna gani ambao umeinvest kwa mtoto wako kisha unampoteza kwa maswali, yani kizembe, kwa sababu ya uzembe ama utepetevu tu wa mtu fulani. Wacha tujue maoni yako ni yepi. Andika kwenye comment section na usikose kusubscribe, kulike na kucomment. Tukutane kwenye next video. Bye bye.